Habari za mchana, nina mambo matatu. Moja, maandalizi yetu yamekaa vizuri kuelekea siku ya kesho ambayo ni siku ya sherehe kubwa duniani, sherehe ya wanawake inayoadhimishwa na dunia nzima tarehe 8. Na mkoa wetu wa Arusha umepata bahati na upendeleo mkubwa kuwa mwenyeji wa sherehe hizi muhimu, sherehe ambazo zinatoa nafasi kubwa ya kuonyesha ukuu na uwezo wa mwanamke katika mchango wa maendeleo ya taifa lolote lile, tukianzia familia. Maandalizi kama nilivyosema yameenda vizuri na sasa tuko hatua za mwisho. Ningependa kutumia fursa hii kutoa taarifa ya ratiba, ikiwa pamoja na wananchi wa mkoa wa Arusha wajue saa ngapi wanapaswa kuingia katika uwanja na nini kinafanyika na siku ya kilele itendaje. Kwa ufupi sana ni kwamba mageti yatafunguliwa kuanzia saa 12 alfajiri. Mageti ya uwanja wetu wa mpira, uwanja wa Sheikh Abed, yatafunguliwa saa 12 asubuhi mpaka saa 2. Wananchi wote wanatakiwa kuwa wameshaingia kwenye uwanja na kuketi. Baada hapo itafuatia hatua ya ratiba ya viongozi mbalimbali na hatimaye kuhitimishwa katika watu watakaoingia katika uwanja wetu na Daktari Samia Suluhu Hassan, mgeni rasmi wa sherehe za wanawake duniani mwaka 2025. Jambo la pili, sherehe hizi ni za Watanzania wote. Hakuna familia isiyokuwa na mwanamke na hakuna mtu asiyejua umuhimu wa mwanamke. Ninaomba wananchi wote wa mkoa wa Arusha na nchi nzima ya Tanzania tuungane kwa pamoja kusherehekea mafanikio ya wanawake, tukiwa tunatimiza miaka 30 tangu maazimio ya Beijing, na ikiwa ni miaka 5 yanasherekewa ndani ya nchi yetu, hususan katika mkoa wetu wa Arusha. Lakini kuliko yote tukiongozwa na rais mwanamke wa kwanza katika historia ya taifa letu. Sababu hizi zote zinafanya asiwepo baba wala mama kubaki nyumbani. Watu wote wanaalikwa na wanakaribishwa ndani ya uwanja kutokana na mambo mbalimbali. Zipo burudani kedekede, yako maonyesho mbalimbali na yako maandamano yaliyoandaliwa na taasisi na vikundi na watu binafsi wanaoshiriki katika shughuli mbalimbali za kiuchumi. Itakuwa ni siku ya tofauti sana na ukimisi itakuwa sio jambo jema. Kwa nakusihi na kukuomba usikae nyumbani, njoni wote tumlaki rais wetu, tuwafurahie wakina mama na wanawake wa Tanzania kwa namna ambayo tumepiga hatua kubwa. Sambamba na hilo, malengo yote yaliyokuwa yameelekezwa katika maazimio yaliyofanyika Beijing miaka 30 iliyofika, Tanzania tumekuwa kinara duniani kuyatekeleza. Na Daktari Samia amekuwa ndio namba 1 kiongozi anayefanya kwa vitendo, akibeba taswira ya uongozi wa wanawake katika mchango wa taifa letu. Nyinyi wote mnafahamu yako mambo yaliagizwa kwa ajili ya upande wa sheria, yako mambo yaliagizwa katika upande wa elimu, yako mambo yaliagizwa katika upande wa uchumi, na yote yamefanyika. Na ndio maana mpaka leo hii tunapoongea Daktari Samia kaendeleza na kujenga mazingira bora zaidi na kujenga mpaka shule za sekondari za wanawake, ikiwa ni lengo la kuongeza idadi ya wasomi wakiwemo wanawake pia. La mwisho, watu wote wanajiuliza leo siku ya Ijumaa nini kinafanyika Arusha. Ni utamaduni wetu. Jana tumeona vijana wakionyesha mapokezi yao kwa Daktari Samia, lakini mkoa wa Arusha ni utamaduni wetu kula nyama. Kwa hapa tulipo ni eneo ambalo nyama zitalika, na kwa kuwa mkoa wetu ni miongoni mwa mikoa mingine ambayo ina waumini wa dini zote mbili, Wakristo na Waislamu, na wengi tuko kwenye kipindi cha Kwaresma na wengine tuko kwenye mfungo wa mwezi wa Ramadhani. Kwa hiyo nyama hizi zitaanza kuliwa jioni baada ya iftari, na nyama haitauzwa hata pingili moja. Nyama zote ni bure kwa ajili ya wananchi wa mkoa wa Arusha, ikiwa ni kuashiria kwenda kwenye kilele cha sherehe za wanawake duniani. Nyama hizi zote nasema ni bure kwa wewe mwananchi unayekuja kula, lakini Daktari Samia ndio aliyezigharamikia kuhakikisha kwamba zinawafikia wananchi wa mkoa wa Arusha, wanaendeleza utamaduni wao wa kufurahi na kula kwa pamoja. Kwa hiyo wananchi wa mkoa wa Arusha, hautaulizwa umri wako, hautaulizwa dini yako, hautaulizwa chama chako, hautaulizwa kabila lako.
Unachotakiwa kufanya ni kuja tu kwenye maeneo haya ya Clock Tower na utawakuta vijana wa Arusha watakuhudumia. Jambo moja pekee ambalo uruhusiwi kulifanya ni kubeba nyama kwenda nayo nyumbani. Nyama hii inalika hapa hapa. Usije ukaja hapa na mfuko kwa ajili ya kubeba nyama, la hasha. Njoo hapa ule kadiri uwezavyo na hutazuiwa. Sio jambo la kwamba umeshachukua kipingili kimoja, hapana. Tunazo nyama za kutosha. Ng'ombe, mbuzi, kondoo na nyama pori zipo za kutosha, na kama unavyoona wanaendelea kuchoma ili waweke kwenye foili, na jioni mtu ukifika unapakuliwa tu unakula kwa tani yako. Lakini pia tutakuwa na uji kwa wale watu ambao wataona mbali kwenda nyumbani kufuturu afu warudi hapa Clock Tower. Tumewaandalia pia uji, na ule uji pia hautanunuliwa wala hautauzwa. Wewe ukifika watakupa kikombe, utakunywa uji wako, utapiga dua yako, utaingia kwenye nyama, utakula nyama. Lakini yote hii ni mapenzi makubwa alionao Daktari Samia kwa wananchi wa mkoa wa Arusha, na kufanya wananchi wote tuendelee kuwa wamoja, tuungane kwa pamoja, na chonde chonde kesho tuweze kumlaki kwa mapenzi makubwa katika uwanja wetu tukisherehekea sikukuu njema ya wanawake. Namalizia kwa kusema hakuna nyumba isiyokuwa na mwanamke. Kwa hiyo wewe una mama yako, una shangazi yako, una dada yako, una wifi yako, una mke wako, una mpenzi wako, yoyote uliye naye unapaswa kuja naye. Na mle ndani ya uwanja tumekubaliana na watu watakaokuwa na Arusha Live. Kapo itakayokuja, mtu atakayekuja na mume wake akakaa kwenye engo nzuri, akapata picha nzuri itakayoenda huko duniani, ana zawadi. Wakina mama watakaokuwa wamependeza vizuri, wakikaa wakajipanga vizuri kwenye eneo lao, kuna zawadi. Kwa hiyo sisi tumeandaa zawadi karibia 10 za makundi mbalimbali. Hata kwenye yale maandamano watakaopita wamependeza vizuri, wakaonyesha maandamano yao vizuri na wananchi wakashangilia, nao kuna zawadi. Kwa kila mmoja kwa mkao wake, kwa kuwahi kwake, kwa kupendeza kwake, atakuwa ni miongoni mwa watu watakaopewa zawadi. Kwa nini tutoa zawadi? Lazima tupeane motisha pia. Mambo kama haya yanahitaji shamla za namna mbalimbali kuwafanya wananchi waendelee kufurahia. Nimalizie kwa kuambia wachoma nyama wote wa mkoa wa Arusha ambao wanatumia mkaa, tumepata mbadala. Wizara ya Nishati imeweka mambo mazuri, na hatimaye sasa tunatumia nishati safi. Na majiko umeona ni majiko ya kisasa. Na hili limewezeshwa na Wizara ya Nishati kwenye upande wa majiko ili kuonyesha matumizi bora ya uchomaji wa nyama. Na nimewauliza wachomaji wa nyama, mnaona tofauti ipi? Wamenieleza tofauti wanayoona ni kubwa sana. Si tu kwa namna ambavyo wanavyochoma, lakini pia kwa afya zao, kwa muda wa uchomaji, lakini pia na nyama inavyoiva vizuri wakitumia nishati safi. Kwa sababu hizo na mimi nimeridhika ya kwamba baada ya hili zoezi wananchi mtakula hizi nyama zilizochomwa na nishati safi, mtaona tofauti yake. Na tofauti hiyo itanipelekea kuwatafutia majiko ya kisasa wachomaji nyama wote wa mkoa wa Arusha, ili sasa watakuwa wanatumia majiko haya ya nishati safi. Nao majiko nitayawapa bure kama ikiwa ni ishara ya upendo wa Daktari Samia kwa wachoma nyama wa Arusha, lakini ikiwa ni sehemu pia ya kuendana na mabadiliko ya tabia nchi, kupambana na kulinda mazingira yetu, kutokomeza athari zinazoweza kutokana na mabadiliko ya tabia nchi, na ikiwa ni ajenda ya Daktari Samia ya kuhakikisha kwamba Tanzania kutumia nishati safi inawezekana.